Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Waziri wa kigeni wa Irani Abbas Araghchi amesafiri Jumapili ya jana kuelekea Geneva, Uswizi, katika kile ambacho kinaonekana kama mazungumzo ya pili katika hii awamu ambayo yametajwa na vyombo vya habari. Nilimsikia Marco Rubio anasema kuwa ukweli kuwa ni vigumu sana kufikia makubaliano na Iran, na sisi tunajaribu kwa nafasi yetu, lakini naamini hakuna ambao wamewahi kufanya mazungumzo na Irani na wakafikia makubaliano, lakini sisi tunajaribu kwa nafasi yetu ambao tunaweza tukaona. Kuwapasha tu kuwa haya mazungumzo yatasimamiwa na Oman, licha ya kuwa yanafanyika wapi? Geneva kule Uswizi, lakini yako chini ya ofisi ya waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr al-Busaid. Haya mazungumzo ndio yatafanyika, manake kuwa crew ya waziri wa mambo ya nje wa Oman na yenyewe imesafiri kwenda Geneva. Araghchi ameelekea Geneva, yupo Geneva. Steve Witkoff na mwenzake yupo Jared, wapo Geneva. Geneva, unajua kama nilivyowahi kuambia kuwa Uswizi ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Hii ni nchi ambayo inawakilisha baadhi ya nchi kadhaa za Ulaya ndani ya Irani. Geneva, wao wa Switzerland wana ubalozi ndani ya Irani. Hata Marekani, yani raia wa Marekani wanaotembelea mfano Iran wanatumia ubalozi wa Uswizi ndani ya Iran na uwakilishi wote. Naweza nikasema kuwa unajua tumekuwa sasa hivi kama haya mazungumzo ya mara hii yamekuwa yakisimamiwa na Oman, yanasimamiwa na nchi nyingine, nchi ya tatu yani kwa kwenda Irani, lakini kwa miongo ni Uswizi wanaoyasimamia. Yani Uswizi anasimamia maslahi ya Marekani ndani ya Iran tangu mwaka 80, tangu mgogoro wa wanafunzi, tangu mgogoro wa ubalozi, tangu mgogoro wa wanadiplomasia wa Marekani waliochukuliwa au waliotekwa ndani ya Irani baada ya mapinduzi. Uswizi wamekuwa wakisimamia maslahi ya Marekani ndani ya Irani. Kwa hiyo ni crew ile ile, ni jambo lile lile. Yani Marekani hao ndio wawakilishi ambao Irani anaweza kukaa kwenye meza akawasikiliza. Sasa kuna taarifa mmeziona za makubaliano. Nimemsikia naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani alikuwa anaongea na BBC. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Majid Takht Ravanchi alikuwa akiongea na BBC, anasema kuwa tuko tayari kufikia makubaliano na Marekani. Yani kuna mtego mmoja, sijui huu mtego ukoje. Ni kama vile unataka kwenda kuwachonganisha marafiki. Lakini kwanza kabla sijaenda hili, nimeulizwa sana kuhusu maandamano yanayofanyika Toronto, yamefanyika kule London, yamefanyika Munich, yanakadiriwa kule Toronto yalifika watu 300 maandamano ambayo yalikuwa na bendera nyingi za Rising Lion. Kitu kimoja ambacho wanachonishangaza kwenye haya maandamano baadhi ya waandamanaji wanaohojiwa wanasema Irani sio nchi ya Kiislamu. Wanasema Irani sio nchi ya Waislamu, Irani ni nchi ya Wairan. Sijaelewa shida yao ndani ya Irani ni ule Uislamu au shida yao ni ile serikali ya Iran, kwa sababu ni kama wanachanganya vitu. Ni vigumu kutenganisha Uislamu na Iran. Yani ni vigumu, sidhani. Yani hata hao wanaowasapoti ndani ya Irani na wao huwezi kuwatenganisha Uislamu wao na Iran. Yani wangetuambia kuwa shida ni regime change au shida ni, halafu nenda kawasikilize wanavyozungumza. Ni kama wamekaririshwa maneno. Lakini this is a project. Rafiki yangu mmoja aliniuliza hii inamaanisha nini? Nikamwambia hii ni project ya Wazayuni. Unashangaa nini? Tazama vyombo vya habari vya magharibi vyote vina ripoti. Vyote. Watu 300,000. London ilishawahi kukusanya watu 1,000,000 wanaoandamana dhidi ya Gaza. Hakuna vyombo vya magharibi ambavyo vimewahi kuripoti. Lakini tumeshuhudia hapo Ujerumani maandamano mfululizo kwa miaka 2 yanaounga mkono Gaza. Tumeona Sydney imefurika.
Tumeona maeneo mengi duniani yamefurika na maandamano yanayounga mkono, yanayopinga Israeli, lakini vyombo vya habari vya magharibi viliyaripoti. Tumeshuhudia maandamano hayo Marekani kupitia social mitandao, lakini si vyombo vya magharibi vilisimamia hivi. Kwa hiyo unaweza ukarudi kwenye pointi ile ile tu ambayo huwa ninakuambia kuwa project ya Westin ni regime change, mabadiliko ya utawala wa Irani pekee ndio kilichopo. Sasa wanataka kujaribu kwanza kutafuta uhalali kutokea pembeni. Yani kinachotafutwa hivi sasa ni kujaribu kutaka uhalali wa umma, wa watu wa umma, kwa ajili ya kupata kile ambacho labda wanakikusudia kiende. Ndio hii ambayo unaiona hii project inayofanyika ya maandamano yanayoratibiwa kutoka nje, maandamano. Hebu tuchukue maandamano ya watu 300,000 walio nje wamejikusanya, ambao kiasili wengi sio wa Irani, ni watu ambao niliwaambia budget inayowekwa kwa hivi vitu, budget ni kubwa zinawekwa kwa kuhamasisha hivi vitu. Chukua walioandamana Irani wakiunga mkono serikali, walikuwa milioni ngapi? Walikuwa milioni ngapi walioandamana kwa ajili ya kuunga serikali? Tuchukue wako wapi? Yani tuchukue namba ipi? Yani kuwa hawa huku wanaoishi ngambo au hawa huku wanaoishi huku ndio wanaona kuwa tofauti na hawa wanaoishi huku, au kipi wanachokiona? Hebu tuchukue kipi ambacho wanachokiona kuwa ni sahihi? Kipi tukichukue ambacho watu wanaweza kuhisi kuwa hiki ni sahihi, au kwa wakati gani tukichukue hiki kiwe sahihi? Sasa turudi kwenye kile alichokisema naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani kuwa tuko tayari. Hii taarifa, kuna taarifa imeandikwa na Reuters kuwa tuko tayari kufikia makubaliano. Yani Irani wanachokifanya, wanasema tuko tayari kufanya makubaliano na Marekani ya kibiashara kwa sharti la vikwazo waviondoe vyote. Yani tuondolewe vikwazo vya kifedha, vikwazo vya kiuchumi, na sisi tuko tayari kufungua nchi yetu kwa ajili ya uwekezaji ambao unatoka Marekani. Umeelewa huu mtego? Huu mtego umeelewa unavyokuwa? Kwa sababu anasema kuwa kizingiti pekee cha uchumi wetu ni vikwazo vya Marekani. Hicho ndio kizingiti, kiko wazi, inajulikana. Uchumi wa Irani umekwama kwa sababu ya zingiti cha vikwazo vya Marekani vilivyowekwa. Sasa ni kama vile Irani wameamua kuwachonganisha America with Israel. Israeli haamini chochote cha Irani atachopewa chochote. Kwanza abadilishe utawala, lakini Irani anakwenda kutupia kete kwa Marekani, kumwambia kuwa njoo tufanye biashara. Israeli hamuingizi chochote Marekani, anachukua anachukua tu pesa. Lakini Marekani sasa, hapa ndio mgongano ambao utakuwa zaidi kati ya MAGA, Make America Great Again, regime change, MAGA wa Marekani na Trump na wengine. Hapa watagongana kwa sababu harakati za Trump zimekuwa kutafuta kuleta Marekani Irani ni moja ya nchi, na ni katika nchi 3 zenye reserve kubwa zaidi ya rasilimali duniani. Irani wana gesi ya kutosha, wana mafuta ya kutosha, lakini ukiangalia hakuna nchi inayafikia. Marekani amekuwa akiota kutamani angalau tufikie pale. LNG kuifikia iliyopo pale, tunaitamani tuifikie. Sasa Irani anaamua kuwachonganisha, anamwambia Marekani njoo tukae kwenye meza, leta tufanye biashara, lakini kwa masharti ambayo kuwa hii ni win-win situation. Hakuna kusema kusiji utapata. Yani Irani anachokifanya ni kuwa sio kuwa tunatishwa na wewe kwa kurundika ndege zako zilizopo hapa, kama vile Venezuela, kuwa baada ya kuchukuliwa Maduro, Venezuela wenyewe wanayatuma mafuta Marekani kule bila lolote. Yani kuwa mtaleta wala hatuji kuvamia, wao ndio wanayasafirisha, wanayapeleka. No, Irani anaambia no, sisi hatupo kwenye hiyo. Sisi bana, tunajua wewe ni mwekezaji mkubwa, una makampuni makubwa, una kila kitu kikubwa. Sasa njoo kae kwenye meza, sisi mafuta tutaachia gesi, na sisi tuna madini mengi sana ambao unaweza kuyafikia, lakini njoo tukubaliane kibiashara. Umeelewa? Yani wamemruka Israeli anamwambia yule ni tishio kwetu. Sasa wao wanaenda kwa baba, yani wanakwenda kwa Amerika kumhakikishia kuwa njoo tufanye biashara hapa. Wewe una shida, njoo tufanye biashara. Sasa hapa anaposema mpasuko unakuwa vipi? Shida moja iliyopo, kuna MAGA waliopo nyuma ya Trump. Nyuma ya Trump kuna wazayuni. Yani Trump unaweza kusema kuwa kama leo angeambiwa vunja serikali, ipange upya, angewaondoa wengi. Aliwapanga watu wakati serikali inarudi. Aliwapanga bila kujua
yale mapendekezo, unajua ilikuwa ni kashfa ya upangaji wa serikali ya Trump, kwa sababu inaonekana kama kuwa Trump alikuwa anashawishiwa na marafiki, alikuwa anashawishiwa na watu waliomzunguka. Hakujua wale watu ni kina gani walikuwa wanamshawishi ili kuweka watu, huyu mteue hapa, huyu mteue hapa. Akajikuta kapanga listi nzima ya wazayuni wamemzunguka, hawezi kufanya lolote. Kwa hiyo anakuja kustuka kuwa kushoto, kulia, mbele, nyuma, kote wamenizunguka wao, sina nachoweza kukiamua. Leo akirudishwa, panga vizuri serikali, anaweza akawashusha 80% kuwa siwataki, wakae pembeni, lakini wakati huo naye hawezi kubaki kwenye hiyo nafasi, mara moja watamuondoa. Sasa huo ndio ugumu unaokuja kuwa MAGA wanatokwa na udenda baada ya Irani kusema iko tayari. Wakuu wa makampuni kibao ambayo ya Marekani ambao hivi sasa yamegoma kwenda Venezuela, ExxonMobil, sijui makampuni ya Chevron walikuwa kule, sijui kampuni kubwa za uwekezaji za Marekani ambazo zimekataa kwenda kufanya uwekezaji Venezuela, kwa sababu wanamwambia Trump kuwa huu sio uwekezaji, hili ni shinikizo la sera yako, lakini hatujui baada ya kuondoka kule Venezuela utakuwa na msimamo gani. Lakini kwa Irani, kwa kuleta makubaliano, makampuni makubwa ya Marekani yanaweza kakimbilia Irani, kwa sababu huu ni mkataba wa serikali iliyopo ambayo inakubali kufanya uwekezaji. Sasa naposema wanachonganishwa ni kuwa huenda kama haya tunayoyazungumza, unajua Reuters wameyaripoti na vyombo vya habari vimeyaripoti kuwa Irani anamwambia Marekani njoo kwenye hili. Ikiwa Israeli atachungulia haya, na haya ndio yatakuwa katika mazungumzo hayo ya leo, na kama watajadili kuhusu haya, tegemeeni vita inazuka kesho kutwa tu au kesho, hizi siku mbili tu. Na kama Marekani itaonyesha interest, sasa hofu ni moja, wanaosimamia mazungumzo ni wazayuni ambao wote wanaimba wimbo wa Israeli. Watachokipeleka kwa Trump ni kile kile, kwa sababu Irani hawakubali kuzungumza na Trump moja kwa moja, na Marekani hawazungumzi. Lakini kuna nchi ya tatu, Omani. Je, Marekani au Trump anapokea lipi? Kutoka kwa Jared, anapokea kutoka kwa Steve, au anapokea kutoka kwa Marco Rubio, au anapokea kutoka kwa Al-Busaidi, waziri wa mambo ya nje wa Omani? Hapo ndio maswali, kuwa anapokea kwa nani. Lakini je, kweli lengo la Marekani, Israel na wengine la regime change litabadilika baada ya hiki ambacho mmetamanishwa? Unajua, nililizungumza mwaka jana hili wakati Ukraine walileta hii. Unajua Ukraine walileta wakati wale makubaliano, wakati waligombana Donald Trump na bwana Zelensky kwenye ofisi ya Oval, ilikuwa mwezi February. Walivyogombana, bwana Zelensky alivyorudi akajadili, akasema hawa Marekani tuwawekeje? Alafu Marekani kaisha mwekea mezani mikataba ile ya madini, kwa sababu Marekani alianza na mikataba ya madini. Ndio Zelensky akakataa, akasema kwanza tupe mkataba wa usalama. Wakagombana. Baadaye Zelensky akakaa na wenzake wakasema sawa, ngoja tufanye kitu kimoja. Wakamwambia tutaenda kusaini hayo makubaliano. Walivyoenda kusaini yale makubaliano, niliwaambia wakati ule kuwa ilikuwa ni mtego wa kawaida tu ambao mtu yote unaweza ukamtega mtu, kwa sababu Ukraine walisaini makubaliano ambayo zaidi ya 35% mpaka 40 ya madini ambayo walisaini Ukraine, Marekani hatayafikia. Ni maeneo ambayo yanakaliwa kwa sasa na Urusi. Yani ni maeneo ambayo Urusi anayashikilia kwa sasa. Kwa hiyo Ukraine walisaini kusudi kabisa, wakamwambia kuwa okay, sisi tumesaini kama ya madini yetu hiyo tunamwacha, tunamchonganisha yeye Marekani na Urusi, watajuana wenyewe, lakini sisi tumesaini kuhusu hilo. Kwa hiyo ukiangalia hili la Iran, Amerika, Israeli, fikiria kuwa mkataba huu jinsi Reuters ilivyoandika, na rafiki yangu kutoka Kenya alinitumia, nikamwambia it's okay, nimeisoma kwenye Reuters. Unajua Reuters walichoandika, wanasema kuwa kutakuwa na biashara pia ya masuala ya anga. Inatajwa kuwa Irani, Marekani atakubali kuiuzia Irani ndege za Boeing au mashirika ya ndege mengine kama Airbus na mengine ya Kimarekani, mashirika yafungue, yani wanunue ndege wastani ndege 100. Mnakumbuka mkataba wa kwanza wa 2015 niliwahi kuambia Irani ilikuwa imesaini makubaliano yale na ilifunguliwa na ikaanzisha, ilifanya oda ya zaidi ya ndege 100. Zaidi ya ndege 100 ilikuwa imefanya oda kwa ajili ya kuja Irani, lakini mpaka makubaliano yanavunjika Irani alikuwa kapokea ndege 3 tu. Kwa hiyo Irani wana shida sana kwenye masuala ya anga, na nilieleza kwa kina wakati wa kifo cha somo yangu Rais Ibrahim Raisi. Wakati ule nikasema kuwa kuna shida sana ya masuala ya anga, hakuna vipuri, hakuna zana, hakuna spare za kurekebisha. Ndio maana rais wa nchi alikuwa akitumia helikopta ambayo imezalishwa miaka 50 iliyopita. Helikopta iliyozalishwa miaka 50 iliyopita, wakapata ajali akiwa na waziri wa Abdullahian wakati ule. Mnakumbuka moja watu, nilikuwa moja wa mawaziri ambao nilikuwa nikiwahusudu sana Abdullahian. Sasa
huu mkataba ukiusikiliza na ukiuangalia, angalia unavyoenda kugonga kwenye kichwa kuwa Marekani anaota kwa miaka mingi, makampuni ya Marekani yanaota kufikia nishati. Wewe fikiria nchi yoyote, hata sisi huko nchi kidogo kikivumbua tu hata mafuta kidogo sana kuwa mafuta labda tumepata, labda tunaweza tukatoa pipa hata 90,000 au pipa 200 kwa siku, au tunaweza tukasukuma pipa 100,000 kwa siku. Unaona makampuni makubwa yanakimbilia kuja kufanya uwekezaji kwa sababu ni kitu ambacho kinahitajika. Sasa Irani huhitaji hayo. Irani tayari utafiti ulishafanyika, reserve inajulikana, sehemu gani kuna visima, sehemu gani kuna LNG. Fikiria leo Ulaya jinsi wanavyohitaji LNG baada ya ugomvi wao na Urusi, kuwa wanahitaji liquid natural gas. Sasa LNG inasafirishwa sana kwa njia ya meli, sio kwa njia ya pipe. Kwa hiyo nani yuko tayari kufanya uwekezaji pale? Yani ni kama vile kwa jinsi kauli ya Irani inavyokwenda, unajua ni kama vile umewakuta watu wana njaa hasa, afu ya njafu ndio unashusha biriani, lakini biriani hiyo sasa inashuka na kila kitu, halafu kuna masharti tu machache, fikieni hiki, lazima wararuane. Kuna wengine wanataka kula, kuna wengine watakataa, lazima wao kwa wao waanze kuraruana. Sasa ninapowaambia kuwa ikiwa Irani wataingia kwenye mazungumzo na haya ikawa ni agenda na ni kweli wakayafikisha na Marekani wakataka wakafikiria kuhusu hayo, basi tutegemee muda wote mzozo utazuka, kwa sababu Israeli itakuwa ni pigo kwao. Kufungua tu uchumi wa Irani ni kitu ambacho Israeli hakubaliana naye. Ingekuwa haya makubaliano yani ingekuwa katika haya mazungumzo yanayozungumzwa, kungekuwa kumeoanishwa sambamba na kitu kinachoitwa Abraham Accord, Israeli wangekubali. Yani ingekuwa haya makubaliano yanayozungumzwa kuna mkataba wa Abraham, kwa sababu kitu kimoja ambacho kitabaki na ambacho Israeli kinawakireketa ni kuwa Irani hawatambui uwepo wa Israeli. Yani Irani hawatambui kitu kinaitwa Israeli. Halafu wakati huo unaona kuwa Israeli anaona kuwa Irani atakuwa na uhusiano na Marekani wa moja kwa moja wa kibiashara, ambaye ndio rafiki wa. Ikiwa Trump ataingia haya, tunaweza tukasikia habari za kina John F. Kennedy zilizokuwa. Ikiwa Trump atakuwa interest na hili, kama haya makubaliano Irani wangealeta wakati wa Barack Obama, basi yangekuwa moja ya makubaliano bora sana. Kama kwa sababu kitu kimoja ambacho kinakuwepo, ikiwa Marekani ataanzisha uhusiano wa kufanya biashara na Irani, chokochoko zote zinakwisha. Yani, sasa kama chokochoko zote zinakwisha, manake uchumi wa Irani unafunguka, kitu ambacho Israeli hakitaki milele. Hataki. Yani Israeli wanaweza kumwambia Marekani kuwa hii mikataba yote unaotaka kusaini nayo, Pahlavi anaweza kusaini na wewe. Kwa hiyo nisaidie kitu kimoja tu, tubadili utawala, halafu hii mikataba itakuja bora zaidi ya hiyo. Ndio hicho ambacho Israeli watamwambia Marekani, hii mikataba usikubali. Lakini wakati huo unaweza ukahisi nini kinakuja. MAGA watagombana na Trump kwa sababu amekuwa akiimba kuhusu uwekezaji. Unajua hili la Irani na huu uwekezaji ambao unakusudia ni zaidi ya kile ambacho Trump alienda kukipata kwa Waarabu hivi karibuni kwenye ile mikataba ya uwekezaji. Licha ule mikataba ni material ambao unakwenda kwa miaka 10 kwa nini, lakini kuyafikia mafuta ya Iran, kuifikia gesi ya Irani ni moja ya nchi iliyo kwenye jiografia ya hatari kabisa, kwenye usambazaji, kwenye kila kitu. Lakini kitu kingine ambacho unafaidika nacho kuwa unapata cheap labor. Gharama ya uzalishaji ya mafuta ya Irani iko chini ukilinganisha na nchi zingine, na ndio maana Irani bado wanaweza kuzalisha mafuta na mafuta yao yana vikwazo. Baadhi ya mafuta ya Irani, 80% ya mafuta ya Irani ya kwenda China. Kwa hiyo mafuta mengine ya Irani yanayosambaa eneo lote la Mashariki ya Kati yanauzwa kwa bei ya chini. Watu wanafanya smuggling, wanafanya nini, lakini wanazalisha. Manake kama kungekuwa na hasara katika kuzalisha, wasingeyaingiza. Hata hao wanaofanya smuggling au wanaofanya wizi wa kuchota huku na huku, wasingeifanya hiyo biashara kwa sababu ingekuwa na hasara. Lakini mafuta ya Irani ni katika mafuta yanayozalishwa kwa gharama ndogo zaidi duniani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo makampuni makubwa, ni sehemu ambayo makampuni ya magharibi yanaitolea macho na udenda kuwa hapa ndio tunapopataka. Yani hapa sisi ndio kwetu. Kitu pekee ambacho au vitu vingi ambavyo wanakuwa navyo, unajua kuna kitu ambacho kinawasumbua, mfano uzalishaji unaofanyika kwenye nchi nyingi za Kiarabu. Nchi nyingi za Kiarabu zinazalisha mafuta,
lakini gharama za uzalishaji ni kubwa kwa sababu ya labor. Hakuna cheap labor nchi za Kiarabu. Nchi zinazozalisha mafuta za Kiarabu hauwezi kupata cheap labor. UAE anazalisha mafuta, Saudi Arabia anazalisha mafuta, lakini unakuta watu wanaohusika kwenye uchimbaji wa mafuta au wanaokuja kufanya kazi kwa ajili ya mafuta, more than 85% to 90% wameimport. Yani zaidi ya watu 80% mpaka 90 wanaosimamia projekti za mafuta katika hizi nchi za Kiarabu zinazozalisha zaidi mafuta, watu wameagizwa kutoka nje. Yani wafanyakazi wametolewa nje. Unajua wafanyakazi ukitoa nje utawalipa kiasi gani na ikoje? Unazungumza Iran, population milioni 93, nchi yenye watu wenye kujituma, nchi yenye vijana wengi. Sasa hebu fikiria hili. Napokuambia hii proposal ya Irani wanaoingia nayo kwenye meza ni proposal ya uchonganishi. Ni proposal ya uchonganishi kati ya Marekani na Iran. No, kati ya Marekani na Israeli. Kwa sababu Marekani wanaweza wakakaa pembeni wakawa wanajadili, lakini wametupa ofa nzuri sana. Sasa tunafanyaje? Tumsikilize Israeli au tuendelee na? Kwa sababu kinachowaumiza vichwa ni kitu kimoja, kuwa tunaweza tukaikataa, halafu tukajaribu kutumia njia zetu kuwa tunaweza tukapata zaidi, tukakosa kwa kile wanachokiona kuwa. Kwa sababu Iran wanawaambia kuwa tumejiandaa kwa hali zote, mkitaka vita njooni, tutapigana na hiki amkipati. Na wao wanajua kabisa kuwa hawa nguvu yao na uwezo wao ulipo, kuwa tunaweza tukacheza kamari hiyo, kuwa kama tunalazimisha kufanya regime change, tunaweza tukapigana Trump mpaka akaondoka madarakani na bado hakuna mabadiliko yanayotokea, na hivi vyote tukavikosa, na tutatumia gharama kubwa na hasara kubwa. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa nini tusikubali hili dili? Sasa pale wanapowaza kukubali dili, Wazayuni wanamkumbusha Trump kuwa usisahau tunazo faili za Epstein. Hapa ni uhai wako na wewe chagua. Hili swala halitakiwi kukubalika. Zalisha chochote useme kuwa Irani hawana nia yoyote, waongo, wanatudanganya, wanataka kukwepa tu, wanaogopa, ndio maana wanatutishia, wanafanya hivi. Njoo nao kwenye battle, njoo nao kwenye vita. Sasa kwenye vita ni pata potea kwa wote. Kwa hiyo hili swala ni la kufikirika kweli kweli, na linaakisi yani kila nikichungulia hii habari, kuna wakati nimekaa naitazama nikasema sijui nini kitakuja kutokea. Lakini ikiwa Irani kwa sababu this unaweza ukasema kuwa it's not official, haijathibitishwa na Irani, lakini ukisikia naibu waziri wa Irani alichokisema, ameashiria hicho kuwa tuko tayari kufanya nao biashara, tuko tayari kufungua. Lakini ukirudi kwa mkuu wa masuala ya nyuklia Irani El-Salami, alisema kuwa tuko tayari kupunguza urutubishaji wetu zile 60% kuzifanya kuwa kawaida, lakini walichokataa hatujadili kuhusu makombora. Maana yake tunahakikisha kwa sisi wewe sio adui, njoo tufanye biashara, kwa sababu Marekani wamekuwa kiitaka hiyo fursa kwa miaka mingi, njoo tuzungumze. Sasa taarifa ilivyoandikwa na Reuters, ukienda kuchukua aliyozungumza naibu waziri na kile alichokizungumzia Abbas Araghchi kabla ya kuondoka, kuwa tunakwenda kwenye mazungumzo ya pande zote ambayo ya kuheshimiana, ambayo yanaweza kufikia makubaliano ambayo wote tutafaidika. Kwa sababu ukimsikia naibu waziri anasema kuwa ukiangalia makubaliano ya mwaka 2015 Marekani haikupata maslahi yoyote, haikuwa na maslahi yoyote kwenye yale mazungumzo. Lakini sasa tunataka tukuboresha hayo mazungumzo, tunataka tunayaboresha kuwa tunafungua njia kwa Marekani kufanya biashara na sisi. So umeelewa? Tunafungua njia ya kupata makubaliano ya kufanya biashara na nyinyi. Trump ana ile kutaka kuonekana wakati mwingine amewin game, kuwa nimepata makubaliano yaliyo bora zaidi kuliko ya Barack Obama. Licha ya kuwa hata waliokuwa kwenye serikali za nyuma, niliwaambia Matthew Miller alisema kuwa Trump hawezi kupata makubaliano zaidi ya aliyo yale ya Obama, hawezi kupata. Lakini kama hii itakuja, Trump atapata makubaliano bora kuzidi ya Obama, ambayo Trump anaweza kuyatumia kama mtaji wake wa kisiasa kwenye uchaguzi wa Novemba. Kuwa tumeenda kwa Irani, tumefaidika, tumefungua nao na tumepata pesa na makampuni yetu yanakwenda, tumefanya hilo lipo. Lakini sasa hilo ni pigo upande wa pili, kitu kinachoitwa washirika wetu Israeli. Wao kwao ni pigo. Hiyo ni hasara kubwa kwa Netanyahu, kwa sababu anaenda kupoteza uchaguzi. Ndani ya Israeli watachomhoji tu kuwa umeshindwa kutumia ushawishi wako mpaka umeruhusu Marekani imeanzisha uhusiano na Iran. Leo hii adui yetu ndio amekuwa mshirika wa karibu wa rafiki yetu ambaye ndio anayetusimamia sisi. Sasa ukae ujue kuwa Irani atampa kikubwa zaidi Marekani kuliko sisi tunachompa, kwa sababu sisi tunachota, Irani atapeleka. Ndio tofauti iliyopo, kuwa huyu anampa, sisi
tunachukua. Kwa hiyo Wamarekani watatathmini urafiki upi ni bora zaidi kwao. Sio, umeelewa? Rahby Digital, haki na ukweli.